Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Bado tunaendelea kujuzana yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Sasa mtazamaji, leo sitakusomea kama ambavyo huwa nakusomea habari kila siku. Leo hii tutachambua kidogo na kuangazia yote ambayo yanajiri, hususan kwenye mvutano baina ya Marekani pamoja na Irani. Na leo nakuletea matukio makubwa ambayo yamegusa sana headline Januari 15. Moja kati ya habari ambayo imegusa headline sana siku hii ya leo ni inahusu Irani, kwamba imefungua tena anga yake baada ya kufunga kwa masaa machache. Irani ilifunga anga yake ghafla tu kwa takribani masaa 5 kutokana na hali ya tahadhari kubwa ya mgogoro wake pamoja na Marekani, jambo ambalo lilisababisha ndege nyingi sana kuweza kurudi, kubadilisha safari, zingine kuahirisha, lakini zingine ziliamua kutembea njia ndefu zaidi na kusababisha usumbufu mkubwa kwa usafiri wa anga. Irani ilivyoona mambo ni shwari, ikaweza kufunguliwa tena usiku wa kuamkia leo. Lakini sasa baada ya kuweza kufungua anga, bado kumeonekana kuna hofu kwa ndege ambazo zimekuwa zikizoea kupita katika anga ya Irani, zimekuwa zikibadilisha mwelekeo, bado hazina imani thabiti kutokana na vitisho ambavyo vinaendelea vya kijeshi kwamba Marekani huenda ikaanzisha mashambulizi ndani ya saa 24. Lakini pia taarifa ambayo leo hii bado inagusa headline sana, lakini hata jana pia ni inahusu Marekani imeanza kuhamisha baadhi ya wanajeshi wake katika sehemu mbalimbali kwenye Mashariki ya Kati. Hapa nikizungumzia kwenye zile bezi zake. Moja kati ya kambi ya kijeshi kubwa iliyoko nchini Qatar ya Al Udeid, kuna wanajeshi wengi sana ambao wanazidi kuhama na kuhamisha baadhi ya vitu kutokana na hofu ambayo inaendelea kuonekana huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Ambapo Marekani tangu jana ilianza kuondoa baadhi ya wanajeshi wake pamoja na vifaa kutoka kwenye kambi kubwa ya kijeshi ya Al Udeid Qatar, ikionyesha mabadiliko ya msimamo wa kijeshi kutokana na hofu ya mapigano baina ya Irani pamoja na Marekani. Kwa nini wanafanya hivi? Kwa sababu viongozi mbalimbali wa Irani akiwemo mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran, Ali Larijani, alieleza wazi kwamba kama taifa la Marekani litaanzisha mashambulizi dhidi ya Irani, wao watakachokifanya ni kulenga malengo yote kwa usahihi mkubwa ya kijeshi ya Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Na moja ya lengo ni kambi ya Al Udeid iliyoko nchini Qatar, ikibeba takribani wanajeshi zaidi ya 10,000. Lakini pia spika wa bunge Muhammad Galibaf naye pia aliweka wazi kwamba Irani itashambulia malengo yote ya kijeshi ya Mashariki ya Kati ikiwa Marekani itaanzisha mashambulizi. Lakini habari ya tatu kubwa ambayo inagonga sana headline siku hii ya leo Alhamis ni hatua za kijeshi zinazidi kusogea Mashariki ya Kati. Ripoti zinaonyesha kwamba kikosi cha kivita cha Marekani kinahamishwa kutoka bahari ya Kichina kusini kuelekea Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na uhamishaji wa meli za kivita na hata meli ya chini ya maji yenye makombora. Hii inaonyesha Marekani inajenga msimamo wa nguvu. Taarifa hii imeripotiwa na gazeti la The Times of India. Trump aliweka wazi kwamba sasa hadhani kama ni wakati sahihi wa kuishambulia Irani kwa sababu ya mauaji ya waandamanaji yamepungua kwa kiasi kikubwa nchini Irani. Lakini kwenye upande mwingine unaona bado harakati za kijeshi za Marekani zinazidi kuendelea katika Mashariki ya Kati. Unapata maswali kwa kujiuliza kwamba je, yawezekana Marekani anamzuga Irani aje kumshambulia kwa kushtukiza, au kuna nini ambacho Trump anakitengeneza dhidi ya harakati za kijeshi za jeshi la Marekani kwenda Mashariki ya Kati? Ndipo utagundua kwamba mashirika mengi ya ndege duniani kwa nini yamesitisha safari zake nchini Irani. Yawezekana yameona mbali na kujua nini ambacho kitakuja kutokea katika wakati ujao. Lakini taarifa nyingine ya 4 inayokliki sana siku hii ya leo ni Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana kwa dharura kuweza kujadili hali halisi ya mvutano baina ya Irani pamoja na Marekani. Baraza hili limepangwa kujadili hali ya Mashariki ya Kati leo hii kwa ujumla kwa ombi la Marekani kutokana na wasiwasi wa usalama wa mzozo wa Irani baada ya kuzimwa kwa anga na kilio cha mataifa juu ya ghasia ndani ya Irani. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amepeleka ujumbe wake moja kwa moja katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili Irani iweze kusikilizwa kutokana na mapendekezo yake ambayo yamepelekwa katika baraza hilo la usalama la Umoja wa Mataifa. Taarifa hiyo
pia nitakuja nikuletee mtazamaji kwa kina zaidi hapa hapa katika Zone Media, kwa sababu niko nafuatilia kwa undani, nafuatilia nini ambacho kinajiri katika mkutano huu wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Halafu nitakuja hapa, nitarudi baadaye kuja kukueleza zaidi nini ambacho kimejiri. Lakini taarifa ya tano pia ambayo ina trend sana au imegusa sana headline siku hii ya leo ni kwamba Marekani na Uingereza wametoa onyo la kusafiri kwa raia wao kwenda nchini Israel. Kwamba Marekani na Uingereza zimetangaza onyo la kusafiri kwenda Israel na kuchunguza na kuanza kuondoa raia wao nchini Irani kutokana na hali inayoongezeka Mashariki ya Kati, mapigano ambayo yanaweza kutokea. Sasa, hebu mtazamaji tazama vizuri taarifa hii. Kwamba Marekani na Uingereza wameanza kutoa maonyo kwa raia wao kusafiri kwenda nchini Israel, lakini kuondoa wale ambao wako Irani waweze kusogea maeneo mengine. Kwamba kile ambacho kina tathminiwa katika wakati ujao kipo na kinatarajiwa kutokea. Ndio maana mataifa haya ambayo ni ya kimagharibi yameanza kuchukua tahadhari mapema kabisa, licha ya kauli za Trump kusema kwamba hana mpango wa kuweza kuishambulia Iran tena. Sasa taarifa inayofuata hapa ni hiyo hiyo ya Trump kusema kwamba mateso ya waandamanaji yameonekana kupungua. Kwamba yeye ameeleza alipokuwa hapo jana akisaini baadhi ya mikataba, na akaeleza wazi kwamba kile ambacho kinaendelea nchini Irani amearifiwa kwamba kimepungua, lakini hakusema kapata kwa nani hizo taarifa, nani ambaye amempenyezea. Lakini rais wa Marekani huyo Donald Trump aliviambia vyombo vya habari kwamba Irani imeanza kusitisha kuua waandamanaji na kusitisha mikono ya kifo, na kwamba atasubiri kuona jinsi hali itakavyosogea, ingawa hakutoa uhakika wa hatua ya kijeshi. Na hiyo imesababisha bei ya mafuta kushuka kidogo sokoni kutokana na matumaini ya utulivu. Vyombo vingi vya habari duniani viliripoti taarifa hii. Kuna gazeti la The Guardian liliripoti, Fox News, Al Jazeera, Reuters, vyombo vingi vya habari viliweza kutoa taarifa hiyo. Lakini taarifa nyingine ambayo leo hii inagusa sana vichwa vya habari duniani ni nchi za Kiarabu zimechukua jukumu la kupunguza mvutano. Nchi kama Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Misri na Uturuki zimeripotiwa kushinikiza kipaumbele kwa diplomasia baada ya vita, na zinaonekana kusaidia kupunguza wimbi la mzozo unaoweza kuenea katika eneo lote. Na jana nchi za Ghuba zilieleza kwamba taifa la Marekani halitaruhusiwa kutumia angalao au vifaa vyao kwa ajili ya kufanya mashambulizi nchini Iran. Na wakatoa onyo kwelikweli. Nchi kama Saudi Arabia ambaye ni kiongozi, Qatar pia ambaye pia ni kiongozi, wakaeleza kwamba wao hawataki kuingia kwenye mgogoro ambao sio kwao. Ndio maana wakatoa onyo mapema kabisa kwamba Marekani, bwana, sisi hatutakuruhusu wewe utumie anga letu kumpiga Irani. Lakini taarifa ya mwisho ambayo leo hii inachukua sana headline ni mwananchi wa Irani aliyekuwa akikatiliwa hana hukumu ya kifo. Mjadala huu umeibuka kuhusu Efan Soltan mwenye umri wa miaka 26 ambaye awali aliripotiwa kukabiliwa na adhabu ya kifo kutokana na kushiriki maandamano. Leo mahakama ya Irani imesema hata kuwa na hukumu ya kifo na kusababisha kupungua kwa hasira za kimataifa, ingawa hali ya haki bado haijathibitika kikamilifu. France 24 International wametoa ripoti hii kueleza hayo ambayo yanajiri huko nchini Irani kufuatia maandamano makubwa. Sasa mtazamaji, zipo taarifa nyingi sana zitakujia. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote ili uweze kufahamu nini ambacho kinajiri katika uga wa kimataifa. Mimi nitakuwa hapa kukuletea taarifa zote ambazo zitajiri huko katika anga za kimataifa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.